maiki, fungueni maiki. Muongee kama mmepata taarifa kwamba wamemuona Helena, na karibu hapo. Asante, tunashukuru kweli tumebahatika kumuona mchungaji wetu. Naam. Kwa hiyo kama kupata taarifa kwa sehemu. Ndio. Nashukuru makali waliokuja kumuona. Ndio. Nashukuru Mungu kwa wetu anaendelea vizuri. Ndio. Hapa ni huduma, lakini pia cha kufurahisha zaidi tulikuwa tunahofia kwamba pengine anaweza kuwa na kubali kula chakula, lakini yeye mwenyewe kila pia kwamba anakula. Ndio. Na anaendelea kula vizuri. Ndio. Kwa hiyo hapa na sana shangaa kwamba ni akana analeta chakula. Ndio. Kabidi ndio kwamba ni sisi. Ndio. Kwa hiyo Mungu wameruhusu kumuona mchungaji wetu. Ndio. Na sisi hapo tunaendelea tunapata kupokea chakula cha jioni. Ndio. Ndio. Ndio kupelekea. Naam. Bila shaka neno lenu linamaanisha hana madhara yoyote, yani hajapata madhara yoyote, pengine kuumizwa kwa namna yoyote. Ni kweli. Hajapata madhara yoyote. Hana madhara yoyote. Manaka hajateswa kwa namna yoyote. Hajateswa kwa namna yoyote. Amen. Tumpigie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Sasa baada ya maneno haya niweze kuwatamkia mamlaka waweze kujua ya kwamba katika Mwanzo sura ya 6 iliandikwa, nayo ni isome hiyo Mwanzo sura ya 4 au ya 6 pale 4 pale. Naomba niisome pale, mamlaka ziwe zinafahamu. Sura ya 4 mstari wa 7, kwa ajili ya muda tu, mstari wa 7. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7 anasema, inaandikwaje? Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni. Nayo inakutamani wewe. Walakini yakupasa uishinde. Kwa hiyo nataka kuzitamkia mamlaka ya kwamba mkitenda vema mtatajwa vema, mkitenda vema mtaongelewa vema. Kumbe mnasikiaga Bwana, kwa mazingira kama haya mamlaka mnatuchochea tuendelee kupinga mabaya, tuendelee kukataa dhuluma, tuendelee kukataa maonevu, tuendelee kupinga mauaji, tuendelee kupinga uonevu. Kumbe mamlaka Bwana, kumbe mamlaka ni watu wa Mungu. Haleluya. Pengine hii taarifa sasa hivi ya sasa hivi tunaweza sasa nayo kama watanipoteza kwa sababu hii wote wanakuja wamechangamka hapo. Sasa ndio wote tunajaribu kusema kwamba tufundishe pa kuanzia tumepaona. Hapo wote pa kuanzia tumepaona. Si njema sana, lakini walau ili waweze kujua wakifanya jema, hata kama walishatuumiza, hata hilo jema lao tutalisema. Kwa hiyo taarifa za sasa hivi nasema watu wetu wameenda kumuona mtumishi wa Bwana Elbert, yuko salama na yuko imara. Narudia kwa mara nyingine, RCO wa mkoa wa kipolisi Temeke amewaruhusu watu wetu wameenda kumuona Elbert jioni ya leo ya Alhamisi ya tarehe 17
wameenda kumwona, wamesema yuko salama na yuko imara. Mengine ya kwa nini sasa waendelee kumshikilia mtu ambaye hawezi kukimbia, hawezi kwenda popote, watamhitaji dakika yoyote, atatoa ushirikiano. Kwa nini sasa wasimwachilie aende tu nyumbani? Kunachoamini Herbert hana chuki na mtu, Herbert hana uadui na mtu, kwa sababu nilivyo baba yake ndivyo atakavyokuwa mwanangu. Kama alivyo baba yangu Yesu Kristo ndivyo nilivyo mimi niliye mwanae. Haleluya, haleluya. Nilizaliwa kwa injili ya kitabu hiki, nimewazaa hawa walioko hapa, nimemzaa Herbert kwa kitabu hiki. Kwa hiyo natoa wito kwa mara ya 3 ya 5 ya kwamba asante mamlaka zote, asante kwa busara iliyotumika. Taarifa nilionayo jioni ya leo, siku ya tarehe 17 mwezi wa 4, siku ya Alhamisi mwaka 2025, ni taarifa nilionayo mpaka jioni ya leo, mara baada ya siku 2 kijana wangu amekamatwa. Taarifa nilioletewa hapa madhabahuni imethibitishwa kiasi gani? Inasema ndugu jamaa wamemwona na wamemwona yuko imara na yuko salama. Hii pengine inanipa tafsiri ya kwamba kwa vyovyote vile ni kama itakuwa hawajamdhuru kwa namna yoyote, yuko salama. Na mimi ningetamani iwe hivyo, na watu wote tuseme amen, na watu wote tuseme amen, na watu wote tuseme amen. Na ikiwa ni hivyo, ikiwa hawajamdhuru kwa namna yoyote, ikiwa hawajamdhuru kwa namna yoyote, natoa wito kutoka kwenye moyo wa Mungu, na utoa wito ya kwamba busara iliyotumika kutokumdhuru itumike, wamwache akae nyumbani, akae mahali wanapotaka akae. Ataenda muda wowote kuitikia wito wa aina hiyo. Kama hawafahamu, ngoja nifichue moja ya siri. Kama hawafahamu, Herbert wakati wameshapanga kwenda kumkamata, naomba mamlaka zote mnisikilize, wakati wameshapanga kwenda kumkamata, kuna askari alipiga simu pale nyumbani, akampigia moja ya mtu pale, akamuulizia Herbert Mlewa unamfahamu? Yule mtu kwa hadhari ikawa kuna majibu ambayo amejibu ili wala atafute kujua pana nini, lakini yule mtu alitambulisha kama askari. Haleluya, alitambulisha kama askari. Kwa hiyo baada ya yule mtu kujibu majibu ambayo alitaka kujua wewe askari unamtafuta Herbert kwa ajili ya nini, alimwambia Herbert, akasema kuna simu imepigwa hapa baba, inaonekana ni askari wamepiga. Mimi leo najipanga kuja kwenye ibada, lakini kama nitakamatiwa njiani asante, ila sasa hivi mimi niko hapa kwa muda wote, naendelea kujiandaa. Nitakapomaliza nitapita kwenye barabara hii, nitakwenda moja kwa moja hadi stendi. Sina sababu yoyote ya kujificha, kwa sababu sijaiba cha mtu, sijachochea mtu auwe, sijachochea mtu aibe, sijachochea mtu azini, sijachochea mtu atukane. Nimepinga tu mabaya kwenye jamii ili kujenga jamii yetu. Kwa hiyo kama kuna namna yoyote nitakamatwa, najua nitaenda tu mahali salama ili nikatoe ufafanuzi wa makemeo yoyote au mafundisho yoyote au maonyo yoyote. Yeye alisema, na wengine tukiangalia kwa mujibu wa Biblia tunaona kabisa ni kwamba tafsiri ya kashfa sio hiyo, tafsiri ya kukashfu mtu sio hiyo, tafsiri ya kutoa taarifa za uongo sio hiyo, tafsiri ya kuwa kama ni inaweza ikaenda kwenye kosa sio hiyo. Kukemea mtu ni upendo, kukaripia mtu lazima lugha iwe kali kidogo, itoke kwenye ukawaida, na Biblia imeturuhusu tuonye, tukaripie na kukemea. Kwa hiyo akasema baba, mimi nitatoka hapa kwenye njia hii, wakinikamata hakuna tatizo, wakiniacha na kuja kufanya ibada. Na mimi baba yake lucky enough, simu yake waliikuta, na walipofika tu wasema wewe ndio Herbert Mlewa? Akasema ndio. Wewe ndio umetoa clip fulani? Akasema simu hiyo hapo. Naamini kila mnachojua nimesema kimo kwenye simu. Uhakika nilio nao ni kwamba
ikiwa walichukua simu yake, voice aliyonitumia, ujumbe aliyonitumia, nadhani wameukuta ujumbe, wameukuta. Mimi sikumwambia mwanangu kama ni askari toroka, kimbia. Nimesema kama kuna simu imepigwa inakuhitaji, wakija wakakuchukua hapo hapo, amina. Wakikukuta njiani, amina. Kwa hiyo mimi niliye mchungaji, ikiwa sijachochea akimbie, mpaka kesho siwezi kuchochea akimbie. Ikiwa mimi sijakimbia, na mimi atakayenifuata hata kimbia. Tutakomaa Tanzania hapa hapa mpaka Mungu ashushe huruma zake na pendo lake. Nami naamini kama mamlaka hawajamdhuru mwanangu, basi mamlaka wanasikiliza mashauri tunayotoa. Mamlaka basi ni wasikivu. Hebu leo niwapongeze, niseme mamlaka bila shaka ni wasikivu, bila shaka mna busara, bila shaka ni watu ambao mna mbegu ya wema ndani yenu. Kumbe inawezekana, mnaweza mkageuka mkawa watu wa Mungu kabisa, mkawa watu wa Mungu kabisa. Kumbe mamlaka ni watu wema, kumbe mnasikiaga Bwana. Ni kweli hapa tulipo tuna sintofahamu na maumivu ya kutokuwa na ndugu yetu, tukiwa tunajua hana uadui na mtu, hana mapambano na mtu, hana chuki na mtu. Ni mmoja ya watu ambao dunia iliyotaka kujikomboa, nchi zilizotaka kujikomboa, watu kama hawa waliwajengea na sanamu. Watu kama hawa waliwatanguliza mbele, waliwatunza kwa udi na uvumba. Kwa nini? Kwa sababu katika wakati ambao wote wanamwogopa Goliati, wote wanaogopa kuyafesi, kuyakabili mambo mabaya, kuyakemea mambo mabaya, Daudi anayejitokeza kumkabili Goliati, atakapompiga na jiwe alilookota chini, huyo Daudi anapaswa kuimbiwa nyimbo kwamba Sauli ameua makumi maelfu, lakini Daudi ameua makumi elfu. Huyo anatakiwa wamama bungeni wangepiga vigeregere, wamwimbie wimbo, waseme wakati wote. Maaskofu, wachungaji, wasomi na matajiri wote wanasifia kila kitu, lakini Daudi Herbert Mlelwa amemtokea Goliati. Amesema, Goliati, usitukane na jeshi, usitukane na jeshi, usitukane na jeshi, majeshi ya Bwana wa majeshi.